Picha inaanza ikitonyesha mke na mume wakiwa wanaenda kutembea. Basi hapa tunamuona mwanamume akiwa nje ya nyumba yao akiwa anamsubiri mke wake ili waweze kwenda kutembea. Basi mwanamke ndipo alipokuwa anatoka ndani, amechapa nguo zake, ametoka chicha, alikuwa amejilemba kweli kweli, yani amejistiri. Lakini mwanamume alipomwangalia aliona kuna kasoro. Alimwangalia kwa mshangao, akamwambia, ni mambo gani hayo uliyoyavaa? Mwanamke alishangaa, nini sasa? Mimi naonekana nimependeza. Akasema, wewe huoni kama umekosea kuvaa? Sasa unavaa kama mfanyakazi wa ndani bwana. Hapana mume wangu, hapa mbona nimependeza tu. Yaani hapa nimevaa vizuri, tena nimejistiri. Ni jambo jema. Yaani kuvaa kama hivi ndivyo nilivyozoea huko kijijini. Mwanaume alicheka, akasema, mambo gani kama haya? Unavaaje hivyo? Akasema, jamani kipenzi changu, wewe angalia vizuri, uone nilivyotoka chicha. Hii mavazi mazuri ya kujistiri. Angalia kwanza. Nimependeza kweli kweli. Mwanaume alicheka kweli kweli. Mambo gani haya? Kumbuka huyu mwanamke alikuwa amemtoa kijijini. Kule kijijini bwana, wakivaa hivyo basi hapo ndipo anapokuwa amejistiri. Ndio. Akasema, sasa wewe huku ni mjini. Yale ni ya kijijini na haya ni ya mjini. Sasa wewe unafika mjini unakuwa kama mtu wa kijijini bwana. Yaani hata hujapendeza hata kidogo. Mwanamke anasema kwamba kusema ukweli mimi ninavyojiona hapa nimetoka chicha. Nimependeza kweli kweli. Mwanaume alikataa. Akasema, kwa haya uliyoyafanya sijapenda. Sijapenda hivi ulivyovaa. Akasema, hujapenda nini? Nimekwambia ukweli, sijapenda hiki ulichokifanya leo hiki. Jamani mume wangu. Akasema, ndio. Mimi nimeonekana niko vizuri, naonekana niko vizuri, lakini wewe unakataa kwamba sijapendeza. Mambo gani hayo jamani? Mbona nimetoka chicha tu. Bidada anaendelea kujitetea kwamba ametoka vizuri, amejilemba, amevaa na t-shirt yake kama hivyo, lakini mume wake akamwambia, hapana, sijapenda ulichokifanya hiki. Ndio. Sijapenda, turudi ndani tukakae tuendelee na mambo mengine. Maana siwezi nikaenda kuzalilika huko. Akasema, mambo jamani. Sasa wewe unaanza kunibadilika tena. Unaanza kubadilika. Unasema kwamba eti sijapendeza. Jamani. Mbona sasa unanigeuka kipenzi changu? Hata sijapenda unavyosema hivyo. Mimi naonekana nimevaa vizuri. Akasema, hapana. Yaani ulivyovaa hivyo, yani nikitembea na wewe ni kama vile nimetembea na mfanyakazi wa ndani. Akasema, hapana, wewe niangalia vizuri, nimependeza kipenzi changu. Wewe niangalie jamani, mbona unanifanyia hivyo? Akasema, turudi ndani tu. Turudi ndani. Mimi siwezi nikatembea na wewe kwenda kuzalilika huko barabarani huko. Mambo ya kijijini unaleta mjini. Jamani kipenzi changu, yani unaanza kubadilika. Unafanya mambo kama hayo. Mwanaume alikataa kwamba hawezi kwenda naye kwa hivyo alivyovaa. Alirudi ndani akiwa na mawazo mengi ndani ya kichwa chake kwamba alivyovaa sio vizuri. Basi alikuwa amejinamia kweli kweli. Mawazo alikuwa ni mengi. Mwanaume amekataa wasitoke out. Jamani mimi kipenzi changu amekuaje huyu? Sio vizuri kabisa. Nakwambia anakataa tu stock out. Basi mwanaume alikuwa anakuja akamwambia, baby kipenzi. Ndio my love. Moja kwa moja mkononi mwake alikuwa na kikombe cha chai. Akamwambia, kipenzi changu, hivi uko serious kweli hatuondoki? Hatutoki kweli, uko serious umekataa kutoka na mimi? Jamani. So ache tuondoke jamani. Kipenzi changu, acha hizo basi tuende. Akasema, hapana. Hatuwezi tukaenda popote. Kwa hivyo ulivyojifunga, kwani unajifunga hivyo?
wewe unavaa hivyo. Sometime basi unaangalia hata TV ujifunze kuvaa kama watu wa kwenye television, uone kama unavyopendeza. Akasema sasa mimi unaniambia mimi nijifunze maisha ya watu wengine? Mimi maisha ya kuiga siataki bwana. Uniache nikae hivi hivi. Sijazoea. Mimi huko kijijini nimezoea kujistiri na kuvaa vizuri. Jamani kipenzi changu. Basi hayo ngoja tuachane nayo hayo. Alinyanyuka moja kwa moja. Akaacha huyu bidada analalamika, anataka kutolewa out. Lakini mwanamume anakataa kumtoa out kwa sababu ya alivyovaa, hajapendezwa navyo. Nguo alizozivaa leo hajapendezwa nazo. Yaani akivaa hivi anaonekana kama mfanyakazi wa ndani. Bwana. Jamani, usijua amekuaje huyu. Ndani ya nyumba mambo yalikuwa ni mengi kweli. Mambo ni mengi ndani ya nyumba. Bidada anawaza sana. Jamani, mambo gani haya ulioyaanza kipenzi changu haya? Mawazo yalikuwa ni mengi ndani ya kichwa cha huyu bidada. Analudi mwanamume. Mkononi alikuwa na kibakuli cha mikate. Akasema kusema ukweli kipenzi changu nina njaa. Akasema sasa angalia sasa, umeniambia kwamba nisipike tutaenda kula huko tunapokwenda. Lakini sasa angalia umeshaanza kukoteleza hata mikate. Jamani kipenzi changu. So acha na hayo mambo tuondoke tu. Jamani tuende kipenzi changu tutoke. Sasa angalia ushaanza kuokota mikate. Akasema acha. Penzi wangu tuachane nayo mambo, nitakuna nitakachokiona. Ndio. Tuachane na hizo mada kabisa. Kitakachopatikana ndicho nitakachokuweka mdomoni. Ila kuhusu kuondoka hiyo sahau kabisa. Majira yalikuwa ni ya usiku. Hapa ni kitandani. Mwanamume anamwambia kwamba kipenzi changu, vipi kuhusu ombi langu nalokuomba kwamba uachage kulala ukiwa umevaa? Unatakiwa uwe unavua. Akasema mambo gani tena unayofanya kipenzi changu hayo? Akasema sasa wewe, nakwambia ukweli, sisi ni mume na mke. Lakini sasa unavokuwa umelala ukiwa unavaa, ni mambo gani unayokuwa unayamaanisha hayo? Akasema mimi siwezi nikafanya dhambi. Siwezi nikafanya, nimezoea kulala nikiwa nimevaa. Akasema sasa wewe unafanyaje dhambi na kati mimi ni mume wako? Kuna kufanya dhambi hapa? Sisi wanandoa kabisa. Akasema ndio, lakini kuna vitu vingine usinishawishi kuvifanya. Sijazoea kuvifanya kabisa. Huyu bidada anakataa katu kulala akiwa amevua. Kwa sababu gani? Yeye hajazoea. Kwa hiyo mume wake anamwambia kwamba asimuingize kwenye majaribu, asimuingize kwenye dhambi ambayo hajatarajia kuifanya. Yeye hajazoea kulala akiwa amevua. Akamwambia sasa kipenzi changu wewe, sema kweli unaona unafanya ni mazuri hayo? Akasema ndio, ni mazuri kwa sababu mimi hivyo ndivyo nilivyozoea. Hiyo ndiyo asili yangu. Sijazoea kufanya hicho unachotaka nifanye. Kipenzi changu. Mimi sijazoea. Alafu usinishawishi mimi nije kufanya. Baby, mimi ni mume wako. Hapana. Hapana kabisa. Sasa kama ni hivyo, nakwambia ni hivyo. Ni hivyo nakwambia ukweli. Sijuka wewe sasa mbona unajifanya pasta? Sio cha pasta. Usinishawishi mimi ni mume wako. Mbona vitu vingine sasa tunafanyaga lakini sasa tusifanye kuzidisha. Tunafanya kwa sababu sisi ni wanafamilia na yale mambo ni ya kifamilia, lakini yasizidi tukaja tukafanya mambo mengine ambayo hayapo. Mwanaume. Akasema sasa tulale. Huu ni wakati wa kulala. Sasa kipenzi changu tulale. Mwanaume alikuwa haelewi kabisa. Mwanamke wa kijijini
amekuwa Kanyari na Mshegwa. Unaenda wapi sasa kipenzi changu? Mimi najiralia sasa. Mimi nalala. Basi moja kwa moja hayo yalipita na usiku kapita. Hapa ni asubuhi. Alikuwa kitandani, ameamka, anaendelea kuwaza yaliyotokea jana, huku anaendelea kupeluzi moja kwa moja na simu yake. Mawazo yalikuwa ni mengi sana. Mwanamke ni wa kijijini, mambo ya mjini hayajui kabisa. Ndipo alipomuita, baby, breakfast imeshakamilika, njoo tujumuike mezani kipenzi changu. Mimi kusema ukweli siko vizuri, sijisikii vizuri hata kidogo. Haujisikii vizuri kwa nini sasa? Njoo baby, breakfast imeiva, twende tukajumuike kipenzi changu, amka. Sasa na wewe tena. Mwanaume alikuwa asikia anachomwambia. Wewe, nimekuambia kwamba sijisikii vizuri, sawa? Sasa ni mambo gani unayoyafanya jamani? Nimekuambia hivi, sijisikii vizuri na sitaki kula. Kama ni kula nitakula huko unapoelekea. Bidada alikuwa anafikiri kwamba mume wake labda atakuwa anatania, anaelekea huko ilipokuwa breakfast, lakini inaonekana alikuwa serious sana. Akamwambia haiwezekani, na siri, nitakula huko ninapoelekea. Bidada alichoka kweli. Alibaka akiwa na mawazo. Akasema mbona huyu mtu amebadilika sana? Kinachombadilisha ni nini? Anawaza sana kinachombadilisha mume wake ni nini. Huyu ni yule aliyenitoa kijijini kweli? Huyu amebadilika sana huyu. Sasa kuna kitu ambacho natakiwa nibadilishe hapa. Natakiwa nifanye kitu fulani cha tofauti. Mwanamume baada ya kutoka nyumbani, moja kwa moja alienda kwa ex wake, mtu wake wa zamani, Kimada chake. Basi Kimada kilipomwona kililuka kweli kweli. Sema kweli ilikuwa nimekumisi sana kipenzi changu. Umerudi. Yani, sema kweli huyu alikuwa ni mpenzi wake wa zamani, yani ex. Baada ya kuona mke wake kule nyumbani mambo hayaendi, akaamua kurudi kwa ex wake wa zamani. Huyu anamwambia kusema ukweli, nilikuwa nimekumisi. Vipi kile kipenzi chako kile ambacho hakieleweki? Sema kweli, yule sijui ulimpendea nini? Akasema hapana, acha kusema hivyo, yule yuko vizuri mbona? Hapana, ila kusema ukweli nilikuwa nimekumisi. Yani nakwambia, yani hapa sasa hivi tunacheza mpira wa moja kwa moja. Siku zimepita nyingi sana nikiwa siko karibu na wewe, ila kwa leo lazima tutafanya vitu vyetu, au sio? Jamani, hapo umekuaje? Hapa ni kaupele tu kalikuwa kame. Wewe sio kaupele yako ukuta amekupiga Hapana. Kunipiga? Hawezi kufanya kitu kama hicho. Hawezi kunipiga. Ila sasa, hebu ngoja kwanza nikupige makofi ya mashavu haya. Lazima acha kufanya hivyo bwana. Acha kufanya hivyo kipenzi changu. Wewe unataka unipige ujui kama naumia? Lakini si ndo nimezoea kufanya hivyo. Jamani, ila nimekumisi sana. Yani nimemiss yale mambo yetu bala. Yani leo lazima pata kucha, pata chimbika. Nakwambia lazima tucheze makida. Jamani kipenzi changu, kweli umenikumbuka? Sijui kale kama mwanamke ulikapendea nini kale? Ulikuja kukachukua kutoka huko kijijini, akaleta huku. Sijui ulikapendea nini. Moja kwa moja huyu ex wake alikuwa anamshawishi sana. Anamwambia kwamba mke wake haeleweki, anarudi nyuma au anaenda mbele. Ila alichomsifia ni kwamba anajua kulima.
kuhusu kulima anajua kweli, lakini mambo mengine yeye bado ni mshamba, bado ni mshamba kabisa. Kwa hiyo alikuwa anaendelea kumwambia kwamba alimisi kweli kweli. Waliachana muda mrefu baada ya huyu kijana kuoa, akawa ameachana naye huyu. Sasa baada ya kuona mke wake nyumbani haeleweki, yani wanasema kwamba ushamba ni mwingi, hajazoea mambo ya mjini, ameamua kurudisha mpira kwa kipa. Ameamua kurudi kwa ex wake ili aweze kuokoteleza aliyoyaacha zamani. Huku sasa kana mdanganya kwa maneno ya aina mbalimbali. Mke wako sijui na nini. Acha kusema hivyo basi, acha kumwongelea hivyo. Hapana, nakwambia ukweli, hujui kuchagua. Hivi unavyoona yule anastahili kuwa na wewe kweli? Anastahili kuwa na wewe? Acha kumuita hivyo, acha kumuita mshamba. Yule ni jirani yako mzuri tu, kwa hiyo yuko vizuri, wala hana kasoro hizo unazomwongelea. Akasema wewe, ila sasa unachomsifia mke wako anajua kulima. Tuachane nayo, njoo twende, nimekumisi. Njoo twende huko chumbani, nimekumisi. Twende nikupe kile ambacho kilisaulika. Ulikisahau. Sasa umekuja, basi twende tukamalizane. Kusema kweli nilikuwa nimekumisi. Moja kwa moja walienda mkuku mpaka chumbani, wakafungua mlango, moja kwa moja wakazama mpaka chumbani. Kilichoendelea huko mimi na wewe hatujui. Tuendelee na picha yetu nzuri kabisa. Basi moja kwa moja huko nyumbani, mwanamke alijiandaa moja kwa moja, akawa amevaa vizuri, anajiangalia kwenye kioo. Mume wake aliporudi, alimshangaa sana, kamuita kipenzi. Karibu sana jamani. Mwanaume anashangaa mavazi aliyovaa. Umevaa vitu gani hivyo? Alishangaa. Wewe acha kunitania bwana. Vipi, mbona umebadilika muda mchache sana? Nimevaa unavyotaka jamani. Wewe unavaaje hivyo kama malaya? Mavazi gani hayo uliyoyavaa wewe? Kipenzi changu, wewe uliniambia kwamba niwaige watu wa kwenye TV. Nivae hivi ndivyo utakavyopenda. Ulisema nikivaa hivi utapenda jamani. Lakini sasa unaniambia tena nafanana na sijui na nini. Jamani kipenzi changu, akasema sikukwambia uvae nguo fupi kama hizo ambazo hazina heshima. Jamani mimi ulisema kwamba eti niwe navaa kama watu wa kwenye TV. Ndivyo nimewaiga, sasa nimevaa hivi. Watu wa kwenye TV si wako hivi jamani. Jamani kipenzi changu, nimefanya hivi ili niweze kukufurahisha. Aliondoka bwana, ndoga kwa hasira. Jamani kipenzi changu, anje kunifanyia hivyo basi. Bidada mmoja kwa moja aliumia. Kwa sababu gani? Kila alichokuwa anakifanya ili aweze kumfurahisha, bado alikuwa anachezea kwenye maji. Anapiga ngoma kwenye maji. Jamani mimi sijui nifanye kitu gani ili aweze kunielewa huyu. Aliniambia kwamba navaa kama washamba, nibadilike nivae kama watu wa mjini. Nimevaa kama watu wa mjini, ananiambia eti nafanana kama malaya. Jamani mimi nifanye nini ili niweze kumulizisha huyu mtu? Mbona kila ninachokifanya hakieleweki? Jamani. Moja kwa moja alienda kuyatoa hayo mavazi, lakini mwanaume alikuja moja kwa moja akakaa huku ndani. Moja kwa moja ukiangalia kimkoba, alikuwa amekuja na zawadi ambazo alikuwa amemletea huyu mwanamke. Basi alipofika huku ndani, moja kwa moja alianza kuperuzi na simu yake. Mwanamke alijaribu kwenda kuyavua, lakini bado aliona kama vile anamtania. Ndipo alipokuja pale alipokuwa amekaa, akasema ni vitu gani hivi kipenzi changu? Moja kwa moja akabeba kile kimfuko akamkabidhi, akasema chukua, hii ni zawadi ambayo nimekuletea. Akasema hapana,
Hapana, sichukui. Nimekuja kwanza tuongee kuhusu haya mavazi. Sasa wewe kipenzi changu, kama kweli ukikumbuka, sasa ulikuwa unasema kwamba chukua hii zawadi yako. Weka hapo pembeni kwanza tuzungumzie haya mengine. Mimi nimekwambia ulivyovaa hivyo hujapendeza. Hujapendeza hata kidogo. Sasa wewe uliniambia kwamba navaa kama mshamba. Ukaniambia niwe navaa kama watu wa kwenye TV. Nimewaiga, nimevaa hivi. Wewe achana na hayo mambo. Chukua hii zawadi yako hii. Chukua hii zawadi nimekuletea. Akasema hapana, unisikilize. Unatakiwa unisikilize na ninachokisema. Mbona unapotezea? Nasema wewe, chukua hii zawadi au kama hutaki nende nikaitupe huko. Mwanamke kile alichokuwa anajaribu kufanya bado alikuwa anaonekana si kitu. Alifikiria labda ni mshamba, abadilika kuwe kama watu wa mjini na bado awe kama watu wa mjini wa kwenye TV bado. Afanye nini akoleki? Wagopa sana mpenzi mtazamaji, mambo kuwa mengi alafu muda ukawa mchache. Tukirudi huku kwa X, tunamkuta moja kwa moja akiwa ndani anakunywa juisi kwa raha zake, huku anatafuta remote ilipo ili aweze kuongoza TV yake, aweze kuona kilichokuwa kinaendelea. Huku kwenye geti tunaona ugeni ulikuwa unawasili hapa. Moja kwa moja anafungua, tunamuona ni kijana. Anarudi huku kwa X wake, anakuja huko kwa X, lakini nyuma huko kuna miguu inapiga hatua ikiwa inamfuata nyuma huyu mwanaume. Moja kwa moja tukimuona tunaona ni mke wake ambaye wanazozana kila siku ndani. Aliingia ndani akamuita baby. Mwanamke naye kubaki nyuma, moja kwa moja alikuja huku ndani wanakumbatiana. Hayo yote yalikuwa yanaendelea huku ndani alikuwa anayaona, akachungulia ili aweze kudhibitisha. Huku mwanamke anacheka mpaka la 32 inaonekana. Akamwambia baby, nilikuwa nimekumisi. Aliingia ndani kudhibitisha kilichokuwa kinaendelea huku ndani kama ni cha ukweli. Hakuamini macho yake. Alichokiona ni mume wake yule mpenzi wake, mume wake anayempenda sana. Akamwambia ukuta ulikuwa umebanwa huko na kimke chako kile. Hapana, mimi nilikuwa huru kabisa. Hata hivyo nimekuja kwako ili tuweze kuwa pamoja. Leo alimbeba akamwambia nilikuwa nimekumisi. Huku mwanamke aliumia sana, kwa sababu huyu ni mwanamume ambaye alimtoa kijijini akiwa anamwamini kabisa waje huko mjini waanze kutengeneza maisha. Mwanamke hakuamini alichokiona, alitoka nje mkuku. Hello. Kichwa kilikuwa na mawazo lukuki. Kichwa kilikuwa na mawazo kibao. Ukisikia paswa kichwa ndiyo hii hapa. Mambo ni mengi, muda ni mchache. Alikuwa anajipepea. Pressure inapanda, pressure inashuka. Joto, mwili unawaka moto, moyo unaenda mbio. Hakuamini. Huyu ni mume wangu, alinitoa kijijini akanambia tuje mjini tupange tuanze maisha, lakini anachokifanya hakifai hata kutizamwa. Moja kwa moja hakuwa na la kufanya, alirudi nyumbani. Walipokuwa wamepanga akawa amerelaxi. Moja kwa moja na mume wake alivyomaliza kufanya ufukisika wake, moja kwa moja alirudi nyumbani. Akamwambia baby, akamwita kipenzi, hebu naomba uniache. Basi moja kwa moja ndipo walipokaa pembeni yake ili aweze kuzungumza naye. Kipenzi changu, mbona huko hivyo? Vipi, kuna kitu gani ambacho kimetokea? Akamwambia acha basi wewe kujipoteza. Yaani unajipoteza, unafikiri yani hakijulikani ulichokifanya. Akasema ni kitu gani kipenzi changu, mbona unalia? Unalia kabisa machozi.
Hey! Jamaa yuko serious kabisa, jicho limekauka. Anamwambia kipenzi changu, mbona unalia? Akasema, wewe vipi wewe, mbona unanifanyia mambo kama hayo? Yaani unakuja ukiwa umekauka kabisa, yani kile ninachojaribu kukifanya mbona kitu gani? Wewe uliniambia niwe kama wanawake wa mjini, nikabadilika nikawa kama unavyotaka niwe, lakini bado yaani kama vile nakimbia kwenye maji. Najitahidi nikufurahishe, nifanye unachokitaka, lakini bado. Sasa mimi nikawa nafikiri labda ni kawaida, lakini kumbe kuna mambo yamejificha. Ni mambo gani unayonifanyia hayo jamani? Alafu unakuja ukiwa umekauka kabisa. Baby, kwani kuna kitu gani ambacho kinaendelea hapo? Kitu gani? Kwani wewe hujui ulikotoka? Jamani, yani mimi najuta kabisa kuwa na wewe. Ulinitoa kijijini nikafikiri nimempata mtu. Bidada alilia sana, alikuwa najuta kwa mambo aliyomfanyia, lakini mwanaume moja kwa moja alikausha kama vile hakuna kilichotokea. Ni bora ungeniacha huko tu mashambani huko mimi. Bidada alikuwa analalamika. Anasema, kwani wewe unapotezea unafikiri mimi sijajua nimetoka wapi? Nimekuona ulikokuwa umeenda kwa awala yako, kwa ex wako kule, nimekuona umeenda kule na bado hautaki kusema ukweli. Nimeona kila kitu kilichokuwa kinaendelea kule ulikokuwa. Nimeona. Mimi nilijitahidi tutengeneze maisha, tuwe wote, tupendane kwenye shida na raha, mwisho wa siku tunyanyuke. Lakini sasa hayo ambayo unayofanya kwa mala zako, nimekuambia acha kuongea, usije kasubutu kumuita malaya hata siku moja. Unasema usije kasubutu kumuita malaya yule mwanamke. Mimi nakuelekeza. Jamani. Mwanaume moja kwa moja alimstopisha, akasema, achaga kumuita malaya. Ni kitu gani anachokupa ambacho mimi sifanyi? Ni kitu gani sasa ambacho naona wewe unanifanyia? Hicho kitu ambacho naona unanifanyia ni kitu gani? Sasa sikiliza nikwambie kitu. Sije ukarudia tena kusema eti yule ni malaya. Na mimi hapa ninachohitaji sasa hivi, nataka mimi na wewe tuachane. Kila mtu afanye mambo yake kwa uhuru. Jamani, hayo ni unasema. Unasema hayo kabisa. Yaani unataka kuachana na mimi? Nimekwambia hivi, nimeshasema na nimemaliza. Toka leo mimi na wewe tuachane. Mwanamke alibembeleza, lakini mwanaume alikataa kato, akasema kwamba hataki kuendelea naye tena. Anataka waachane, kila mtu afanye mambo yake. Kusema ukweli, mpaka sasa hapa nilipofikia, nimeshaamua kila kitu, kwamba mimi na wewe tuachane. Mimi nifanye mambo yangu kwa uhuru na wewe ufanye mambo yako kwa uhuru. Haya maneno yalimvunja moyo huyu mwanamke, lakini mwanamume alikuwa ameshikilia pale pale, anataka waachane, kila mtu afanye mambo yake. Jamani, mume wangu, naomba tutengeneze maisha. Usiniache, ujue nakupenda sana. Nakupenda kabisa kutoka kwenye uvungu wa moyo. Acha kusema hivyo. Unazidi kufanya moyo wangu upasuke. Hapana. Mimi nishaweka msimamo wangu ni huo. Na naomba unielewe, unisikilize kabisa, kwamba mimi na wewe nimeshaamua kuachana na wewe. Ukitaka utarudi nyumbani, ukitaka utaendelea kukaa hapa, uendelee kulipa kodi. Mimi hapa ninatoka. Na mimi na wewe toka leo tusije tukajuana. Alimshika mkono. Baki kipenzi changu, bado nakupenda. Alijaribu kubembeleza, lakini haikusaidia kitu. Maji yalikuwa yameshazidi unga.
Mwanamke hakuwa na cha kufanya. Kichwa kiliuma, changamoto, matatizo, na hapo ndipo alipojua ni nini kilichokuwa kinafanya huyu mwanaume awe vile. Baada ya mwezi mmoja kupita, mwanaume aliamua kurudiana na ex moja kwa moja. Basi walikuwa wanaishi, wanafurahia kama unavyoona. Kule mmoja analia, wengine huku anafurahi kabisa. Basi hapa walikuwa wanaendelea kuchezea simu. Ghafla simu iliita. Akamwambia ngoja kwanza nimpokelee bosi wangu. Anapiga saa. Akasema ina shida. Basi moja kwa moja ndipo alipopokea ile simu. Moja kwa moja sauti iliyokuwa inaongea ilikuwa ni sauti ya bosi wake. Akamwambia habari za saizi. Akasema ni nzuri. Ni mzima? Akasema ndio, namshukuru Mungu. Kusema ukweli niko vizuri. Akasema kusema ukweli nimeangalia maendeleo ya kazi. Naona kazi na dolola. Yaani kifupi kazi hauifanyi kwa ufasaha, ina dolola. Kwa hiyo maamuzi niliyochukua ni maamuzi ya kukusimamisha kazi. Unatakiwa usimame kazi. Binti baada ya kusikia vile, moja kwa moja alitoka kwenye bega alipokuwa amejilaza. Mwanaume ni kama vile alipigwa na radi. Alijaribu kujitetea, lakini bosi alikuwa ameweka ngumu. Bosi wake anafoka kweli kweli. Bana, hauna kazi. Bosi wangu sasa, si ningefixa hayo mambo. Ningekuja tukarekebisha mimi nikaendelea na kazi hapo ofisini. Bosi, naomba unisikilize. Hayo ni mambo ya kuzungumza. Hayo yanazungumzika. Sasa unaponisimamisha kazi inakuwaje? Tafadhali bosi. Habari aliyoipokea huyu kijana ilikuwa ni habari mbaya. Habari ya kusimamisha kazi. Akamwambia na imani, umeelewa? Sasa nitaongea nini bosi wangu? Mwanamke anamsikiliza kwa makini. Mwanaume hana kazi, amepoteza mishe, hahitajiki tena kwenda kazini. Sema ukweli, habari aliyoipokea ilikuwa ni habari mbaya. Mwanamke aliweka simu pembeni akamwambia, sikia, naomba hela ya pango. Sema sasa wewe na wewe umesikia kabisa hapa kazi sina. Nimepoteza kazi alafu na wewe bado unaniomba hela ya pango. Akasema hayo mambo mimi siangalii. Mimi ninachotaka unipe hela ya pango. Tena nilikuwa nataka nikukumbushe muda sio mrefu hapa. Wewe kazi nimepoteza, sasa nitapataje pesa? Akasema najua kwenye benki yako kuna pesa tu. Naenda kachukue zile unipe nilipe pango. Akasema sasa wewe utatumiaje pesa na wakati hauingizi hela? Hayo mambo ya kuingiza hela ya kutoingiza hela mimi sijui. Binti amekuwa mwiba, anataka pesa. Baada ya kusikia kazi imekosa, yeye anamwambia kwamba anahitaji hela. Iwe isiwe. Jamani, wewe ndio unatakiwa unisapoti kwa haya majanga yaliyonipata. Lakini unaniambia ni nani hela? Hela natolea wapi? Nakwambia hivi, utazitafuta popote pale utakapozipata. Sasa wewe, mbona uelewi? Sasa umepiga bosi kabisa simu kiu unasikia kabisa na wewe kwamba nimesimamishwa kazi. Mambo ya kusimamishwa kazi unayajua wewe. Sasa tutalipa nini kodi? Kodi ya pango tutalipaje? Sasa unataka kuniambia kwamba kwa sababu umesimamishwa kazi na sisi tutaacha kuishi? Tutaacha kuishi kwa sababu wewe umesimamishwa kazi? Yaani wewe usimamishwe kazi, usisimamishwe kazi, hela ya pango lazima utoe. Hela ya kodi toa. Kijana alipoteza akasema, na imani umenisikia? Umenisikia? Nimekuambia hivi, toa hela ya kodi
ili tuweze kuishi vizuri. Ndio jamani, unatoa pesa ya pango au hautoi? Eti nikusaidie sijui nini kusapoti. Wewe unatakiwa utoe hela ya pango. Kijana kichwa kilikuwa kimejaa mawazo. Lazima sasa, wewe pesa natoa wapi jamani? Wewe ndo unatakiwa unisapoti, nimepata matatizo. Nasemaje? Upate matatizo usipate unatoa. Mimi sina hela. Sina. Mwanadada alimwangalia kwa makini akasema yaani unasema huna kwa kujiamini? Kwani hapo unapokaa ni kwako? Hata kama sio kwangu. Wewe si mtu wangu? Akasema hapana, hakuna cha mtu wangu. Mimi ni mtu wako ukiwa na pesa. Kama huna hela tembea. Toka hapa. Uondoke. Unataka kukaa hapa? Toa hela ya pango. Utaki kutoa hela ya pango na hapa haukai. Ondoka. Hivi kweli uko serious kabisa unanifukuza niondoke? Nasema hapa mimi namaanisha nachokiongea. Sijui umeelewa? Stani, sichekeshi, mimi sio comedian. Mwanaume alinyanyuka Nzigona. Moja kwa moja akaenda mlangoni. Kabla hajatoa pazia, aliwaza sana. Sasa naenda wapi? Kule nilifanya majanga na huyu ambaye nilikuwa nakaa naye, na yeye amenigeuka. Sasa natakiwa kufanyaje? Natakiwa niende kule kwa mpenzi wangu, niende kwa mke wangu nikamuombe msamaha, turudiane ili tuweze kutengeneza maisha. Ndio, hakuna kazi isiyokuwa na malipo. Hasa malipo yangu ni haya, na maamuzi yangu mimi natakiwa niende kwa mke wangu nikamuombe msamaha, anisamehe, turudiane. Najua nilimuumiza, lakini kusema ukweli mapenzi yake yalikuwa ni mapenzi ya kweli, mapenzi ya dhati. Nimerudi kwa ex wangu, lakini ex anachonifanyia sasa siamini macho yangu. Baada ya kusikia kwamba kazi imekosa na yeye hana samani tena, basi aliamua kurudi kwa ex wake akamwombe msamaha, warudiane, mambo yawe kama zamani. Basi moja kwa moja huku tunamkuta mwanamke naye ashapata mpenzi wake, kichura chake. Anamwambia kusema ukweli, wewe ni mzuri, nikikuangalia unafana na malaika kweli. Kusema ukweli, hata wewe mwenyewe uko vizuri. Yaani hii nguo ulioivaa leo nimeipenda sana. Yaani ututu kamba ulitoweka hapa, ninatupenda sana. Kusema ukweli, nikasema ngoja nivae niweze kukufurahisha, hata kama nafanana vibaya na sura mbaya, lakini huenda naweza nikakufurahisha bwana. Kusema ukweli, hapana, unavyojiangalia sivyo ulivyo. Wewe ni bonge la handsome. Kweli. Yaani nikikuangalia hivi, kusema ukweli, wewe ni binti mzuri sana. Hata na wewe mwenyewe kusema ukweli nilichagua. Sikukosea kuchagua kusema ukweli. Wewe ni kichwa changu. Lakini mume wako akija akatukuta humu itakuwaje? Akasema hapana, mimi na yeye tushaachana. Aliomba talaka, kwa hiyo tuko kwenye prosesi za kupeana talaka. Wakiwa wanaendelea kuongea, mlango ulifunguliwa. Kuangalia ni yule kwagu na kwaguzi moja kwa moja alikuwa anatia timu ndani. Walipomuona ndipo walipozidisha mahaba. Walipomuona walizidisha mahaba, moja kwa moja wanatukumbatiana. Akaja wivu, ndo anajifanya na wivu sasa hivi, akautoa mkono akaweka huko mikono yake,
Akasema kipenzi changu, kusema ukweli nimekuja kuomba msamaha, unisamehe. Nimekuja. Akasema jamani kipenzi changu, naomba unisamehe. Hapana, naomba uniache kabisa, uniache. Jamani kipenzi changu, kumbuka tulikotoka mimi na wewe, unisamehe. Nisamehe. Hapana. Mikono iliyokuwa imemshika aliachanisha. Akasema vipi, umebadilikaje? Umekuwaje mtu mwema hivyo kwa muda mchache tu? Kusema ukweli, nimekuja tuweze kusameheana. Nimekuja tuweze kusameheana kipenzi changu. Akasema kwa sasa mimi niko na huyu kichuna changu. Akasema acha kufanya hayo mambo mbele yangu jamani. Akasema hata wewe mwenyewe uliokuwa unafanya umeyasahau. Akasema mimi sikufanya mbele yako hivyo, hadharani kabisa, hadharani unaleta ndani kabisa ulipokuwa nakaa mimi na wewe. Akasema wewe mwenyewe unafikiri hukuyafanya? Kuna kitu ambacho sikuona? Mimi sikuleta ndani hadharani hivi, lakini hata kama hukuleta humu ndani nimeona. Huyu wa pembeni baby. Kusema ukweli, huyu vipi, mbona anatuharibia maongezi? Tulia, mimi huyu namalizana naye. Haya sasa, wewe ninakwambia kwamba huyu ndiye kichuna changu. Huyu ndiye aliyenifaa kwenye shida uliponiacha. Huyu ndiye aliyeniokota. Onage bandonde, unitupe waniokote. Huyu ndiye aliyeniokota katika shida. Kwa sasa hicho unachokitaka kitawezekana. Niko na hiki kipenzi changu, tunapendana, lakini mimi sikutaka tuachane, wewe ndo ulitaka. Eti nini? Mama yangu, eti sikiliza, wanaume mlivyo. Samani ninasema eti wanaume mlivyo, lakini kusema ukweli, wewe mimi ndo nilitaka. Wewe ukumbuke ulivyonitoa huko kijijini ukaja ukanitelekeza hapa. Sikuwa na mtu naye mjua hapa mjini. Kweli mimi ningewezaje kuachana na wewe? Ulishindwa kuvumilia madhaifu yangu, ulishindwa kuninyosha na kuniweka kwenye njia, mwisho wa siku kaja kunitelekeza. Hayo mambo yote achana nayo kipenzi changu, turudiane. Akasema hapana, talaka inatoka muda so mrefu. Mimi na wewe hakuna kitakachoendelea. Uniache nifanye mambo yangu kama ulivyosema kwamba tuachane, kila mtu afanye mambo yake. Sasa hivi niko na huyu hapa, kusema ukweli ananipenda, na nashukuru baada ya wewe kuniacha ndipo nikampata mtu ambaye ni uvungu wa moyo wangu, kichuna changu. Kusema ukweli tunapendana kweli kweli. Hebu unatupotezea time. Yaani wewe kuja kwako hapa umekuja kutupotezea muda. Niko ninayempenda kipenzi changu. Kumbuka basi tulipotoka mimi na wewe, nimejifunza. Akasema umejifunza, wewe unafunza, utajua mwenyewe. Mimi kwa sasa kusema ukweli siwezi kurudi nyuma. Yaani mimi ni kama tembo, siwezi kupiga reverse. Niko naye ninayempenda. Sahau yale ya zamani. Hivi nenda karudie malaya wako, karudie ukimwi zako huko. Mimi niko naye ninayempenda, tunapendana mpaka mwisho wa dahali. Akamwambia asante kwa kunipenda, thank you for loving me. Akasema niko na wewe kama na wewe ulivyokuwa na mimi kwenye shida na raha. Sema ukweli, nitakupenda mpaka upendeke. Mpenzi mtazamaji wa K-Voice TV, na picha yetu hapo ndipo inapofikia mwisho. Weka maoni yako hapo kwenye comment section, uniambie umejifunza nini katika picha hii. Mimi niliweka maneno ya Kiswazi katika picha hii hapa nzuri. Naitwa The King Voice, wengi wanapenda kuniita DJ Kazi. Ni support kwa kusubscribe, weke na alama ya kengele ili kila picha nitakayokuwa naiweka katika chaneli hii ya K-Voice TV huu ni wa kwanza kuipata. Pia usiache kushare ili na wengine waweze kupata vitu vizuri kama hivi, waweze kujifunza kutokana na picha yetu nzuri kabisa hii hapa. Ciao.
Tukutane katika video nyingine, Mungu akipenda. Alamsik.